Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Waheshimiwa tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa, kwanza ni shukurani kwa Mungu kutujalia kukutana kwa kazi hii tulioipanga leo. Lakini pili ni kuwashukuru waheshimiwa wajumbe wa tume tuliowateua kwa kukubali kubeba mzigo huu. Mpaka mmefika hapa kuja kusikiliza majukumu na kuzinduliwa, ina maana mmekubali kubeba mzigo huu. Tunawashukuru sana. Tunajua ni mzigo mzito tumekupeni, lakini kwa sifa zilizotajwa hapa tunajua mtaweza kwenda kutekeleza. Uundwaji wa tume huu ni kuendana na sheria yetu, sheria ya tume za uchunguzi ya mwaka 2023 sura ya 32. Ndio inanipa mamlaka kuunda tume mbalimbali za kufanya uchunguzi wa mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Sasa kwenye hili lililotokea, nikaona kabla kuletewa tume za nje, tuwe na tume yetu wenyewe ndani ifanye kazi, na za nje zikija zitakuja kuzungumza na tume mwenzao ambao tayari walishaanza hiyo kazi. Kwa ufupi kilichotokea hakikutarajiwa kitokee ndani ya nchi yetu kwa sababu ya historia tulionayo ya usalama na utulivu wa kisiasa ndani ya nchi. Hata kama kuna vipindi ambavyo hatuna usalama wa kisiasa, lakini haikufikia kiasi hichi kilichofikia. Kwa hiyo tume hii itakapokabidhiwa makabrasha kufanyia kazi, watakabidhiwa na hadidu za rejea za kwenda kuziangalia wakati wanafanya kazi yao. Lakini kwa ufupi labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu tuende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na
changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa. Je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi. Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro. Hebu twendeni tukaangalie pia. Lakini tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu na zenyewe, na ndio maana hapa ndani kuna mstaafu jeshi, mstaafu polisi, mstaafu mwingine. Kwa hiyo twendeni tukaangalieni njia zilizochukuliwa zilikuwaje. Halafu katika kuifanya kazi hii, pamoja na hadidu rejea nyingine ambazo mtapewa, mimi nimetoa tu vile vidokezo hapa, lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda. Lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi, na muda mtakapokaa naye atawaeleza vyema. Tutawapa pia secretariat ambayo itakuwa inawasaidia kuandika na mambo mengine yote ya organization ambayo itakuwa yanatakiwa kufanywa ili tumefanye kazi yake vizuri. Kama mnavyojua, wakati nafungua bunge niliahidi, wakati nazindua kampeni niliahidi kwamba ndani ya siku 100 nitaweka tume ya maridhiano, tuangalie sababu za changamoto za kisiasa ndani yetu, tupatane na tuende vizuri. Lakini kwa hili lililotokea, tumeona tuunde tume hii kwanza, ifanye kazi yake, imalize. Mapendekezo yatakayotoka huku ndio tutakayokwenda kuwafanyia kazi kwenye tume ile ya maridhiano. Kwa hiyo mapendekezo yenu ndio yatafanya ajenda za kwenye tume ya maridhiano. Kama nilivyosema, kazi hii si ndogo. Tutaanza na muda nadhani wa miezi 3, alafu tutaangalia kazi inavyokwenda. Lakini niseme kwamba nina matumaini makubwa na tume hii. Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yote ya ndani. Wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke wapi kwa European Union, ndo zije zifanye kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experience yenu, na imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba tume hii nimeizindua rasmi na nawatakia kazi njema. Asanteni sana.